Kwa majina naitwa Samario Isaac Muro, ni askari mhifadhi daraja la 3 kutoka ofisi za wakala huduma ya misitu Tanzania TFS Moshi. Mimi nashughulika na kitengo cha ufugaji nyuki katika wilaya ya Moshi. Hapo tupo katika msitu wa mazingira asilia Rau, ambao msitu huu una shughuli mbalimbali ikiwemo shughuli za ufugaji nyuki. Ambapo kwenye shughuli za ufugaji nyuki zinazofanyika ndani ya msitu huu wa mazingira asilia Rau, ipo shughuli ya ufugaji nyuki kwa kutumia stendi kama mnavyoziona hapo pembeni yangu, na pia shughuli za ufugaji nyuki kwa kutumia mizinga ya kutundika mizinga kwenye mti. Ningependa kuzungumzia kidogo nini maana ufugaji nyuki na faida zake kwa jamii ambayo inatuzunguka. Ufugaji nyuki tunasema ni sayansi ya ufugaji wa mdudu nyuki kupitia mizinga. Na faida zake za ufugaji nyuki kwa haraka tunapata faida nyingi, ambazo mojawapo ni faida ya utunzaji wa mazingira. Kama unavyoona msitu wetu wa mazingira asilia Rau unapata faida kwa kutunzwa na shughuli za ufugaji nyuki kwa sababu ya uchavushaji wa mdudu nyuki katika mazingira haya. Mazingira haya yanachavushwa na nyuki kwa kiwango kikubwa tu, ambayo inapelekea kuwa na uoto wa kijani, tunasema evergreen throughout the year. Yaani kwa kipindi kizima cha mwaka msitu wetu wa mazingira asilia Rau unakuwa na kijani mwaka mzima. Pia faida nyingine ambayo tunaipata ndani ya msitu wa mazingira asilia Rau kutokana na shughuli za ufugaji nyuki ni faida ya kupata chakula kama asali. Pia faida nyingine ambayo watu wanaipata ni faida ya chakula, ambapo chakula hiki tunasema ni asali, ambao kwa wengi ambao wamezoea kwamba asali ndo pekee ndo zao la nyuki ambalo linatoa chakula. Lakini pia chakula kingine ambacho tunakipata kwenye kutokana na ufugaji nyuki ni pollen, au kwa Kiswahili tunaita chavua, ambayo chavua hii tunasema ni chanzo kikubwa cha protein katika mazingira yote tunayoishi, na pia inaongeza protein kwenye mwili wa mwanadamu. Chakula kingine ambacho tunakipata kutokana na shughuli za ufugaji nyuki ni matoto ya nyuki, ambayo nao pia yana chanzo kikubwa cha protein, ambayo kwenye mwili wa mwanadamu inasaidia kwa vitu mbalimbali kuboresha afya ya mwanadamu. Faida nyingine ambayo tunapata kutokana na shughuli za ufugaji nyuki ni pamoja na kuboresha kinga ya mwili. Hii kinga ya mwili inaboreshwaje? Kinga ya mwili inaboreshwa kwa kutumia sumu ya nyuki, ambapo tunasema sumu ya nyuki inaongeza kinga ya mwili. Nyuki anapokudunga, ile sumu yake ikiingia ndani ya mwili inaongeza kinga mwilini, ambao mwili unakuwa stable kwa ajili ya kuweza kupambana na magonjwa mbalimbali ambayo yanakushambulia wewe kama mwanadamu. Napenda kuzungumzia kidogo kuhusiana na mazao yatokanayo na nyuki. Kwenye mazao yatokanayo na nyuki tuna almost mazao 7, ambayo commonly ambao watu wengi wamezoea ni mazao mawili tu, ambayo ni nta na asali. Ningependa kuzungumzia kidogo kuhusiana na haya mazao mengine. Haya mazao mengine yapo, kuna nta, kuna asali, kuna sumu ya nyuki, kuna maziwa ya nyuki ambao kwa Kiingereza tunaita royal gel, kuna gundi ya nyuki, kuna matoto ya nyuki, na pia kuna chavua. Haya ni mazao yote ambayo nyuki anayazalisha yeye mwenyewe. Faida za haya mazao ambayo nimetoka kukutajia hapo. Tukianza na asali, asali ni chanzo cha chakula na pia inatumika kama dawa. Nta inatumika kama dawa, ambapo utatengeneza dawa kwa kutumia nta. Unaweza kutengeneza dawa ya kuchua kwa kutumia nta, unaweza kutengeneza dawa ya mbu, na pia nta inatumika kama kutunzia vitu mbalimbali. Kwenye historia za zamani zinasema kipindi cha Farao kule Misri walikuwa wanatumia nta kama kutunzia ile michoro mbalimbali ambayo ilikuwa wakichora. Pia tukizungumzia gundi ya nyuki. Gundi ya nyuki hii ina faida nyingi. Faida ya kwanza, inaweza kutumika kama gundi na pia inatumika kama tiba. Gundi ya nyuki unaitumia kutengenezea
tiba ya kutengenezea dawa ya magonjwa mbalimbali, ambayo mfano wa magonjwa hayo ni kifua, mfano mwingine ni kutengenezea dawa ya kupaka kwenye vidonda, ambapo tunasema gundi ya nyuki hairuhusu bakteria kuishi katika lile eneo ambalo utakuwa umeapply ile gundi ya nyuki. Pia tukizungumzia maziwa ya nyuki. Haya maziwa ya nyuki kidogo yako interested na kidogo yana umuhimu mkubwa sana. Tunasema maziwa ya nyuki haya yana source of protein nyingi na pia yanaongeza lifespan ya kiumbe ya nyuki au mwanadamu. Kwa kutumia tu scenario ndogo ambayo ipo ndani ya mzinga, tunasema nyuki malkia ambaye ndio muda mwingi anatumia maziwa haya ya nyuki au royal gel kama chakula chake cha akiwa ndani ya mzinga, yanamuongezea lifespan kutoka kuwa lifespan ya mwezi mmoja, ambapo nyuki wa kawaida hawa wanaishi siku 30 au 40 au 38. Hawa nyuki wa kawaida wanaishi, yeye anaweza kuishi longer kuliko hawa nyuki wa kawaida. Yeye anaweza kuishi kuanzia mwaka mmoja hadi miaka 5. Kwa sababu anatumia maziwa ya nyuki, haya maziwa ya nyuki yanamsaidia yeye kuwa na lifespan kubwa kuliko nyuki wengine ndani ya mzinga. Pia ningependa kuzungumzia matoto ya nyuki. Matoto ya nyuki haya yanaliwa kama wengi wanaona kama ni zao ambalo sio sahihi, ila ni zao ambalo linatupa protini nyingi ndani ya mwili wa mwanadamu, ambapo protini inaenda kusaidia kupambana na magonjwa mbalimbali, kuongeza kinga ya mwili na kuboresha afya ya mtumiaji. Ambapo haya matoto ya nyuki yanaliwa kama vile ambavyo watu huwa wanakula kumbikumbi na kusema kwamba wanaongeza protini ndani ya miili yao. Nipenda tena kuzungumzia zao la pollen au chavua. Hii pollen inazalishwa na mimea mbalimbali, ambapo nyuki hutoka ndani ya mzinga wake kwenda kutafuta pollen katika mazingira mbalimbali. Hasa wakati anarudi kutoka kwenye kutafuta ile pollen kuja kwenye mzinga, tunatumia kifaa kimoja kinaitwa pollen trap kuipata ile chavua kabla hajaenda kuichanganya na asali kutengeneza chakula chake ambacho atakuwa anakula kama mbadala wa asali kipindi cha masika, na asali kuja kuitumia baadaye kipindi cha kiangazi ambapo pollen haipo. Hii chavua imekosekana na hakuna miti ambayo imetoa maua kipindi hicho cha kiangazi. Pia haya mazao ukiyauza, mtu anajipatia kipato kwa kuuza mazao haya ya nyuki. Pia mtu anajipatia kipato kwa kuongeza thamani haya mazao ya nyuki. Thamani hii inaongezwaje? Thamani hii inaongezwa pale unapoandaa bidhaa yako na kuchanganya kidogo na mazao yatokanao na ufugaji nyuki. Mfano wa bidhaa ambazo zinaongezwa thamani kupitia mazao ya nyuki au mazao yatokanao na ufugaji nyuki, moja ni tunaita honey wine au tunaita pombe ya asali. Hii ni pombe ambayo inatengenezwa kwa kutumia asali. Hapo tunasema umeshaongeza thamani ya mazao ya ufugaji nyuki na umejipatia kipato kwa kuuza pombe ya asali. Ambao bidhaa nyingine ambayo inaongezwa thamani ni tunasema ni mishumaa. Mishumaa hii inatengenezwa kwa kutumia mishumaa mingi tunayoitumia unakuta inatengenezwa kwa kutumia wanasema ni paraffin wax, ambayo inatokana na petroli, ambazo uchakataji wa petroli ile nta ambayo inabaki au kama mabaki yananilia uchafu unaotokana na ile petroli ndio inaenda kutengenezea mishumaa. Sasa ile kuna mishumaa ambayo unaweza kutengeneza kwa kutumia nta itokanayo na nyuki, ambayo ni yale masega. Baada ya kufanya uchakataji wa asali, ukishaondoa asali, yale masega yanayobaki tunatumia yale kwenda kuyayeyusha na kupata nta ambayo inaweza kutumia kutengenezea mishumaa. Pia nta hiyo inaweza kutumika kutengenezea bidhaa mbalimbali, mfano kutengenezea dawa ya kuchua, kutengenezea mafuta ya kujipaka, pia kutengenezea dawa ya mbu ya kuzuia mbu katika mazingira yale ambayo utakuwa upo. Zungumzia kidogo kuhusiana na sumu ya nyuki. Sumu ya nyuki hii inatumika kama tiba ya magonjwa mbalimbali. Kwa sasa ipo katika utafiti kutambua ni magonjwa aina gani ambayo yanaweza kutibiwa na sumu ya nyuki. Lakini pia sumu ya nyuki tunasema inaongeza kinga mwilini, ambayo kinga hii inaenda kusababisha wewe kupambana na magonjwa mbalimbali ambayo yanakabili mwili wa mwanadamu.
Sumu hii ya nyuki unaipataje? Sumu ya nyuki unaipata kwa kwenda karibia na mzinga au kukutana na wataalamu wa ufugaji nyuki, ambapo watamchukua nyuki yule na kukudungisha wewe katika mwili wako, ambapo ile sumu itaingia baada ya nyuki kukudunga, itaingia ndani ya mwili wako na itaenda kuongeza kinga ndani ya mwili wako, ambayo kinga hiyo itakusaidia kupambana na magonjwa mbalimbali ambayo yatakuwa yanakusumbua kwa wakati huo. Mwisho kabisa, ningependa kutumia fursa hii kuhabarisha Watanzania wenzangu kuhusiana na msitu wetu wa mazingira asilia Rau. Msitu wetu wa mazingira asilia Rau unapatikana katika wilaya ya Moshi, karibia na shule ya sekondari Langoni na kanisa la Katoliki Mji Mpya. Msitu wetu wa mazingira asilia Rau una shughuli mbalimbali. Tofauti na shughuli za ufugaji nyuki, pia kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea ndani ya msitu wetu wa mazingira asilia Rau. Shughuli moja wapo ni shughuli za utalii. Kwenye shughuli za utalii kuna activities mbalimbali, ambapo activities moja wapo ni activities za camping, activities za canoeing, activities za nature walk pamoja na activity ya cycling. Hizi activities zote zinafanyika ndani ya msitu wa mazingira asilia Rau kwa kujumuisha pamoja na shughuli za ufugaji nyuki. Activity ningependa kuzungumzia kidogo kuhusiana na hizi activities za utalii, ingawa sio professional sana. Activities za camping, Tanzania unaruhusiwa kuja wewe na familia yako, ambapo utapata nafasi ya kulala katika matenti ambayo yameandaliwa yapo ndani ya msitu wa mazingira asilia Rau kwa siku nzima au kwa kadri ya wewe uhitaji wako. Kwa shughuli ya canoeing, hii ni shughuli mpya ambayo imekuwa invented ndani ya mwaka huu katika msitu wa mazingira asilia Rau. Shughuli hii ni shughuli ya uendeshaji wa boti au tunasema mtumbwi, ambayo inafanyika katika mazingira haya ya msitu wa mazingira asilia Rau. Pia shughuli ya cycling ni shughuli ya uendeshaji baiskeli, ambao zipo barabara au trails ambazo zimetengwa mahususi kwa ajili ya activity hii ya uendeshaji wa baiskeli ndani ya msitu wa mazingira asilia Rau. Activity ya nature walk, hii ni activity ya matembezi ndani ya msitu wa mazingira asilia Rau. Mgeni, mtalii, baba, mama, familia mnaruhusiwa kuja ndani ya msitu wa mazingira asilia Rau kufanya matembezi ya familia, matembezi ya wewe personal, kufurahia vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana ndani ya msitu wa mazingira asilia Rau. Karibuni sana. Pia ningependa kualika na kuwaasa watu kujikita kwenye shughuli za ufugaji nyuki kama alternative source ya kujipatia kipato, na wao kuweza kuendelea kufanya shughuli za utunzaji wa mazingira, kwa sababu tunasema nyuki anachangia kwa asilimia kubwa sana katika utunzaji wa mazingira kulingana na shughuli ya uchavushaji wa mimea ambayo ipo katika mazingira yetu yanayotuzunguka. Nyuki anachangia almost 85% ya shughuli ya uchavushaji wa mazingira, na tunasema kwamba nyuki ni mdudu ambaye ni friendly na mazingira. Palipo na nyuki pana mazingira bora, na mazingira bora yanaanza na wewe kuyapenda na kuinnovate zile activities ambazo unaona hizi hazitokuwa na uharibifu katika mazingira haya.